duniani. Kwa hiyo tukasema Misri ni mfano wa dunia, kipindi cha mwisho katika unabii. Nafikiri hiyo ikawa imeeleweka vizuri sana. Some pale msomaji ili tuweze kupiga hatua. 14. Nasema, Kisha nikaona maandiko yanasema, natazama, soma, wingu jeupe, na juu ya wingu lile ameketi mmoja mfano wa mwanadamu. Na juu ya wingu lile ameketi mmoja mfano wa mwanadamu. Soma. Mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake. Au yu mfano mwanadamu akona taji juu ya kichwa chake. Katika mkono wake mundu mkali. Akona mundu mkali katika mkono wake. Soma chini. Inasemaje? Malaika mwingine akatoka katika hekalu. Akamlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu. Soma. Tia mundu wako. Anaambiwa tia mundu wako ukavune. Kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja. Kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Asante. Kwa hivyo tunayemuona pale mwenye ni mfano wa wana wa Adamu ni nani? Ni Yesu, si ndio? Amefanya juu ya wingu jepesi. Sawa. Kwa hivyo mwenye atakuja na wingu kuja duniani, kuja Misri ni Kristo. Kwa hivyo Misri kwa ufupi ni mfano wa dunia. Kwa hivyo maandiko yanaposema mfalme wa kaskazini, upapa utaonyesha mkono wake juu ya nchi hizo, na nchi ya Misri haitaokoka. Maana Sandelo itapitishwa duniani kote. Dunia nzima itakubali Sandelo. Na ningependa tuweze kusoma hii roho ya nabii iweze kutusaidia pia katika kuelewa huo ya kwamba dunia ama Misri inaashiria dunia nzima. Kusoma kitabu kinaitwa 1T Testimony for the Church Volume 1 ukurasa wa 132 au beti wa pili. 1T 131.2. Maandiko pia yanaonyesha kwamba Misri inaashiria dunia. 1T 131.2. Tupige pale. One T Testimony for the Church Volume 1 131.2. Na ningependa wale wamelala waweze kuamka, kwa sababu tuko katika kanisa la Mwenyezi Mungu, na wale ambao wanasoma roho nabii inasema kwamba sio vizuri siku ya Sabato wao wafanye nini? Walale, sio? Sabato hawazitumike kwa kulala. Kwa hivyo kama tumelala tuweze kuamka tusikize neno. Wakati wa kulala ni usiku, sio? Usiku ndio wakati wa kulala, sio mchana. Kwa hivyo kama karibu kuna rafiki yako amelala, tafadhali msaidie kumwamsha. Maandiko yanasema pia katika Proverbs, usiache macho yako kupata nini? Usingizi, sio? Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwa macho ili tuweze kupata neno la Mwenyezi Mungu. Maana tukilala siku ya Sabato inakuwa ni vibaya. Ama sio vizuri mbele za Mungu. Mungu amekataa. Nisome hiyo quotation. 1T 131.2. Hapa ndipo wengi fanya makosa. Wanajumba katika makusudio yao. 1T 131.2. Kwa nini? Hiyo ndo nataka. So, kwa nini ni vigumu sana kuishi maisha ya kujinyima? Kwa nini inakuwa vigumu sana kuishi maisha ya kujinyima na ya unyenyekevu? Kwa sababu wale wanaodai kuwa ni Wakristo si wafu kwa ulimwengu, sawa? Bado wako hai. Soma. Tunakuwa ni rahisi mtu aishi baada ya kufa. Tunafaa tuweze kufa kwa dunia ndio tuweze kuishi maisha ya Kikristo. Utu wa kale unafaa kutolewa, uvae utu mpya. Soma. Lakini wengi wanatamani vitunguu saumu. Wengi wanatamani vitunguu saumu na vitunguu vya Misri. Na vitunguu vya wapi? Vya Misri. Soma.
kwa kuvaa na kutenda kama ulimwengu iwezekanavyo. Tulia, anasema kuna wengi wanatamani vitunguu vya wapi? Vya Misri. Alafu anamalizia akisema wana mwelekeo wa kuvaa na kutenda kama ulimwengu iwezekanavyo. Asante. Kwa hivyo anapozungumzia Misri anailinganisha na nini? Na ulimwengu, sawa? Azungumzii vitunguu halisi vya Misri, sawa? Anazungumzia kupenda vitu vya dunia, sawa? Endelea, maliza. Wana mwelekeo wa kuvaa na kutenda kama ulimwengu iwezekanavyo. Wana mwelekeo wa kuvaa na kutenda kama venye dunia inafanya. Soma. Na bado waende mbinguni. Na bado pia wanataka kwenda wapi? Nasema waende. Waende mbinguni. Vile kupanda juu kwa njia nyingine. Ya waingii ya kusaidia kama msomaji. Nasema they have a disposition to dress and act as much like the world as possible and yet go to heaven. Kabisa. Kwa hivyo wanatamani kwenda mbinguni lakini hawataki kubadilika wenyewe, si ndio? Asante. Amina. Kwa hivyo watu wa Mungu wanafaa kuwa tofauti na watu wa dunia kwa matendo yao na pia kwa mavazi yao. Kwa hivyo tumepata hapo uelewa kwamba dunia inafananishwa na Misri. Sawa? Quotation nyingine tunaweza tukasoma tukapata uelewa huo pia, unaweza ukaandika itakusaidia wakati unafanya study ya kuhusu Misri ukilinganisha dunia. Iko 5T 217.1. 5T 217.1. Testament for the Church, Volume 5, 217.5. 217.5. Then wewe anazungumzia hapo, angalia kanisa la Mwenyezi Mungu, nini kinampata katika nafsi yake. Basi kama kuna mtu amefika pale aweze kutusomea ili tuweze kupiga hatua. Dot 1. 5T 217.1. I'm filled with sadness when I think of our condition as a people. Anajawa na huzuni anapofikiria hali ya kanisa ilivyo, ama hali ya watu wa Mungu ilivyo. Nasema Mungu hajafunga mlango kwa ajili ya mbingu kwetu, lakini kurudi nyuma kwetu kuna tufungia. Kurudi nyuma kwetu kumetutenga na Mungu. Anasema pride, covetousness and the love of the world have lived in the heart. Yani katika mioyo ya watu wa Mungu umejaa kupenda dunia. Alafu without fearing of punishment or condemnation. Hawaogopi ya kwamba kwa sababu wanapenda dunia wanaweza kupata nini, ama 5T 217.1. Umefika? Basi nisome. Najawa na huzuni ninapofikiria hali yetu kama watu. Bwana hajatufungia mbingu. Mungu hajafunga mbingu kwa ajili yetu. Lakini mwenendo wetu kwa kurudi nyuma daima umetutenga na Mungu. Kiburi, na kupenda dunia. Endelea. Imeisha moyoni bila woga wa kuzwa au kulaniwa. Asante, endelea. Tangu kubwa na za kiburi zimekaa kati yetu. Na bado maoni ya jumla ni kwamba kanisa linastawi na kwamba amani na ustawi wa kiroho viko katika mipaka yetu. Asante. Yaani kuna shida miongoni mwa watu wa Mungu, lakini watu wanapoangalia wanasema bado kuna amani na salama. Sawa? Wanasema bado tuko sawa. Ukisoma aya ya pili ama paragraph 2 inasema the church has turned back from following Christ as leader and is steadily retreating towards Egypt. Anasema kanisa limerudi nyuma ama limegeuka nyuma na kumwacha kumfuata Kristo kiongozi wake, na linarudi kuelekea wapi?
Misri. Sawa? Kwani hii quotation inamaanisha inarudi Misri ya kawaida ama Misri ile halisia kule nini? Inamaanisha quotation inamaanisha linarudi wapi? Duniani. Sawa? Ya kwa hivyo dunia inafanishwa na Misri katika maandiko na pia katika roho ya unabii. Sawa? Kwa hivyo kunyosha mkono wake juu ya Misri ni kupitisha Sunday law duniani duniani kote. Na tunajua katika Biblia na pia katika roho nabii inasema nchi yenye itaongoza msukosuko ama alama mnyama ama sheria ya Jumapili ni Marekani. Sawa? Kichukua Biblia yako kusoma kitabu cha Ufunuo 13 kuanzia 11, nyama yule mwenye ako na pembe mbili mfano mwana kondoo na anazungumza kama joka, anamtengenezea sanamu mnyama wa kwanza, si ndio? Alafu anawaambia analazimisha wakazi wa dunia. Hebu nisaidie na aya ya 15. Analazimisha wakazi wa dunia wapokee chapa ya mnyama. Sawa? Kwa hivyo Marekani ndio itaongoza. Itapitisha sana ile ya kwanza, alafu dunia nzima itafuata. Ndio maana ukichukua Danieli 11, ukifika 40 kwanza inazungumzia Marekani, sio uzuri, sawa? Alafu ukifika 42 inazungumzia dunia nzima ama nchi ya Misri. Zaidi inaandikwa Revelation 13:15. Inasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Sanamu yenyewe itatiwa pumzi. So hata ile sanamu ya mnyama inene. Na sanamu yenyewe itazungumza, na tunajua kwamba sanamu ya mnyama ni muunganiko wa makanisa, sawa? Dini zitaungana na zitapitisha sheria na dunia nzima itabidi izifuate hizo sheria, sawa? Kuwafanya hao wote wasimsujudu sanamu ya mnyama. Itafanya wote ambao hawataingia ama watakubali ibada ya Jumapili wafanye nini? Wauawe. Naye afanya wote wadogo kwa wakubwa. Atawafanya wote wadogo kwa wakubwa. Na matajiri kwa maskini. Na matajiri kwa maskini. Na walio huru kwa watumwa. Walio huru kwa watumwa. Na watumwa. Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume. Au katika vipaji vya uso zao. Asante. Kwa hivyo asante linaanzia Marekani. Alafu Marekani inapitisha sheria hiyo duniani kote. Yaani Marekani in short nchi zote zitafuata nyayo za nchi gani? Marekani. Sawa? Nikipenda tuweze kusoma hii quotation tuweze kuelewa vile inavyosema. Nataka tusome kitabu kinaitwa Maranatha. Ndio tafutie kitabu Maranatha 2:14.4. Maranatha. Kitabu kinaitwa Maranatha. 2:14.4. Kama Amerika nchi ya uhuru wa dini itaungana na nchi ya Vatican upapa alafu ilazimishe dhamiri za watu, sawa? Na kuwalazimisha wanadamu kuheshimu sabato ya uongo. Kwa hivyo Amerika itaungana na upapa na italazimisha watu kushika sabato ya uongo. Sabato ya uongo Jumapili. So watu wa kila nchi wataongoza kufuata mfano wa. Kwa hivyo watakubali kulazimisha wanadamu washike Jumapili kama siku ya ibada, sawa? Kwa hivyo Marekani ndio itaanza, lakini dunia nzima itafuata mkono wa Marekani. Kwa hivyo andiko linaposema anaonyesha mkono wake juu ya nchi hizo na nchi ya Misri haitaokoka, maana dunia nzima itakubaliana na serikali ya upapa ama serikali ya mfalme wa kaskazini. Tunaelewana hapo? So pia isome pia aya 5 zamani. Point 5. 2:14.5. Hapo chini tu. Nasema foreign nation will follow the example of the United States.
mataifa nchi za kigeni zitafuata mfano wa Marekani. Soma endelea. Oh, she leads out. Yet the same crisis will come upon our people in all parts of the world. Marekani ndio inaongoza, lakini shida hii itazikumba nchi zote za dunia. Itakumba kila mtu mwenye anakaa kwa hii dunia. Sawa? Unajua kuna watu wanasema kwa sababu Marekani ndio inapitia sandalo ya kwanza, inabidi tukimbie Marekani na nchi zingine. Habari tunazowaambia ni hizi. Sandalo itafika katika nchi zote. Itafika katika nchi zote. Kwa hivyo wewe kukimbia Marekani haikupatii wewe usalama. Sawa? Usalama unaopata kwa kufanya kile Mungu amesema, kwa kusuluhisha shida ambayo inakuja, ambayo ni shida ya ndama mnyama. Suluhisho tunajua kwamba kwa sababu hakutakuwa na kuuza na kununua. Suluhisho ni nini? Uko na shamba lako, unaweza kulima mahali, sawa? Pata chakula chako, aweze kujitegemea bila kutegemea kuuza na kununua. Hebu tusome. Nani ametranslate from 6 tusome 214.6. Inasema mataifa yatatikishwa ani katikati mwao. Usaidizi utaondolewa kutoka kwa wale wanaotangaza kiwango cha pekee cha Mungu cha haki. Hakutakuwa na usaidizi kwa wale ambao wanasimamia ukweli. So mtihani pekee wa hakika wa tabia. Na wote ambao wataisujudia amri ya mabaraza ya kitaifa na kutii sheria za kitaifa za kuinua Sabato iliyowekwa na Mungu Baba. Kwa kupuuza siku takatifu ya Mungu. Kwa kuachana Sabato ya Mungu ya kweli na kufuata Sabato ya upapa. Wataishi si kwa nguvu ya kukandamiza ya upapa. Bali ulimwengu wa Protestanti sanamu ya mnyama. Asante. Kwa hivyo Waprotestanti wanashikana na upapa kuwatesa watu wa Mungu. Hivyo ndio quotation inasema. Hivyo tuweze kujiandaa kwa ajili ya tukio hilo ambalo linakuja pale mbele. Ili wakati ukifika tuweze kusoma imara na Kristo na malaika za Mungu. Hivyo ndio kutakuwa. Sasa nisaidie na aya ya 44. Ama hiyo 42 nafikiri tujemaliza. 43 ya kitabu cha Danieli 11. Tulikuwa 42. Haya atanyosha mkono wake juu ya nchi hizo. Nchi ya Misri haitaokoka. Tumegundua kwamba ni sandalo inapitishwa dunia nzima. Soma. Lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina ya dhahabu na fedha. Atakuwa na nguvu juu ya hazina dhahabu ya fedha. Na juu ya vitu vyote vya Misri vyenye thamani. Asante. Kwa hivyo uchumi wote wa dunia utakuwa chini ya utawala wa upapa mfalme wa kaskazini. Endelea. Ama mali zote za dunia, hazina zote za dunia zitakuwa chini ya utawala wa serikali ya Roma, upapa. So na Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Na Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Asante. Kwa hivyo kuna kikundi kina ku-identify hapa. Wanaitwa Walibia na Wakushi wanafuata nyayo zake. Tunataka kuangalia katika Biblia Walubi na Wakushi wanasimamia nini. Zaidi na kitabu kinaitwa Yeremia na 46:9 wasijasahau. 36:9 Yeremia inasema haya, Pendeni
Pandeni farasi. Himizeni enyi magari ya vita. Himizeni enyi magari ya vita. Mashujaa nao na watoke nje Kushi na Puti. Mashujaa nao na watoke nje Kushi na Puti, ama Libyas and Ethiopia. Watumiao ngao. Wanatumia nini? Ngao. Soma. Nao waludi washikao uta. Nao waludi washikao uta. Huko kumetajwa uta na nini? Na ngao. Hizo ni zana za vita, si ndio? Kwa Walibya na Wakushi wanafanishwa na watu wenye ama wanasimamia watu wenye wanashika zana za vita, sawa? Shield and what? Uta Kiingereza mnahitaji? Yeah. So tunajua kwamba hizo ni zana za vita. Kwa hivyo hawa wanasimamia majeshi, sawa? Majeshi ya dunia yatatii mamlaka ya Rumi, sawa? Kwa hivyo serikali zote za dunia ama nchi zote zikiungana, pia majeshi yao yatafuata sauti ya kiongozi wa Vatican, sawa? Kwa hivyo watafanya mamlaka ama watafuata kila kitu chenye kiongozi wa Vatican zamani atakuwa ameamuru. Pia nisome kitabu kinaitwa Ezekiel 38 aya yake ya 5. Aya yake ya 5 pia inataja Ethiopians and Libyans. Ndio watu ambao wanasimamia majeshi ya dunia. Majeshi ya dunia ya nchi zenye ziko na nguvu na nchi zenye hazina nguvu. Ethiopia ni nchi yenye ilikuwa iko na nguvu, kwa hivyo Ethiopia inasimamia majeshi ya nchi zenye ziko na nguvu. Alafu Libya itasimamia majeshi ya nchi zenye hazina nguvu, ama tunaweza ziita the third world country, vitu kama hizo. Isome hiyo aya. Wajemi na Kushi. Wajemi na Kushi na Putu pamoja nao. Soma. Wote wana ngao na chepeo. Wote wana ngao na nini? Na chepeo. Sawa. Kwa hivyo Walibya na Wakushi wanasimamia watu wenye wanafanya ama maaskari kiufupi, sawa? Kwa hivyo ni jeshi. Kwa hivyo jeshi la dunia litafuata mamlaka ya Rumi pia. Alitakataa kutii mamlaka ya Rumi, litafuata maelekezo ya kiongozi wa kaskazini, mfalme wa kaskazini. Unaona hapo tumeelewa? Sasa tukapiga hatua tukaingia katika aya ya 44. Hapana, Daniel 11. Daniel 11:43. Lakini atakuwa na nguvu juu ya zina na dhahabu na fedha. So, na juu ya vitu vyote vya msingi vyenye thamani. Na Walibya na Wakushi watafuata nyayo zake. Asante. Soma. Lakini habari tuko 44 sahihi, sawa? Lakini habari zinazotoka mashariki na kaskazini zitamfadhaisha mfalme wa kaskazini. So, naye anatoa kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuondolea mbali watu wengi. Asante. Kwa hivyo kuna habari zinatoka upande wa kaskazini na upande wa mashariki, sawa? Mfalme wa kaskazini akizisikia anapatwa na ghadhabu, sawa? Na akipatwa na ghadhabu anaenda kuharibu ama anaenda kufanya vita na watu wenye labda hawataki, sawa? Ama watu wenye wafuati maelekezo yake. Kwa hivyo kuna habari zinatoka upande wa kaskazini na mashariki zinamkadhabisha mfalme. Ukisoma katika Biblia yako utaona kwamba kuna habari huwa zinashtua wafalme, kuna habari zinatia kiwewe wafalme. Na wanapotiwa kiwewe wanaweza wakafanya jambo fulani, huenda likawa ni la kuharibu wale wenye wako kinyume na yeye, ama kama si kufanya hivyo basi anaweza akaghadhabika akakosa hata usingizi, sawa? Kwa hapa kuna habari tunafaa tuweze kuzitambua zenye zinamsumbua mfalme wa kaskazini. Na tunajua mfalme wa kaskazini nani? Ni ufalme wa Upapa, si ndio? Hivyo ni habari gani mfalme wa Upapa anataka kuzisikia? Hizi habari zinafaa zitoke kaskazini na pia wapi?
mashariki. Sawa? Mashariki. Nikipenda tuweze kusoma kwanza. Nikipenda tuweze kwanza na habari zinazotoka upande ama kwanza nisaidie na kitabu kinaitwa Mathayo 2. Nataka nikuonyeshe kuna habari ama katika Biblia kuna venye mtu anaweza kasikia habari, kuna venye mfano anaweza kasikia habari akafadhaika, sawa? Ama akapatwa na ghadhabu na akafanya vita na wale wenye hataki ama wale wenye labda wanamwekea kikwazo kutimiza kile anataka kutimiza. Sisi na Mathayo 2:1. Inasemaje? Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Tazama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu. Wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa hawa wamekuja Yerusalemu, lakini wako na habari, wanasema kwa wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Soma. Kwa maana tuliona nyota yake. Endelea. Nasi tumekuja kumshuhudia. Endelea. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika. Na Yerusalemu pia pamoja naye. Alifadhaika na pia Yerusalemu ikafadhaika pamoja na yeye. Kwa hivyo hapa kuna mfano mwenye alifadhaika kwa sababu ya nini? Ya habari, sawa? Ya ujumbe, sawa? Message. Endelea. Inasema akakusanya wakuu na makuhani wote na waandishi wa watu. Akakusanya wakuu na waandishi wa watu. Endelea kusoma. Akatafuta habari kwao. Nao akamwambia, katika Bethlehemu ya Wayahudi, kwa maana ndivyo alivyoandikwa na nabii. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, mdogo kama katika majumbe wa Yuda. Sasa hata tulie pale. Tumepata kwamba kuna jumbe zimeletwa na watu lakini zinamtia fadhaa mfalme, sawa? Anafadhaika. Tuangalie, je, aliposikia zile habari kuna kitu alifanya baadaye? Kuna uharibifu alifanya? Nisaidie na aya 16. Hapo Mathayo 2. 16 anasema. Soma. Ndipo Herode alipoona kwamba amedharikiwa na wale majusi, alighadhabika sana. Soma. Akatuma watu ambao watoto wote waume waliokuwa huko Bethlehemu na viungani mwake wote. Tangu wenye miaka 2 waliofungua kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Asante. Kwa hivyo huyu mfalme baadaye aliangamiza watoto, si ndio? Watoto. Lakini katika Danieli 1 tunaambiwa ataharibu. Hatujui kama ataharibu watoto ama ni watu wote. Lakini tutaona tunapozidi kuendelea, sawa? Kwa hivyo huu ni mfano wa mfalme ameghadhabika na pia ameleta maangamizi kwa sababu ya habari, sawa? Pia tunajua kama tukisoma katika kitabu kinaitwa Daniel 5 tunaona kwamba kuna mfalme alifadhaika pale. Alifadhaika ama alisumbuka ama aliogopa. Tukisoma Daniel 5 nataka tutafute aya yenye inaanza wakati alipoona mkono unaandika katika ukuta, sawa? Inaanzia ngapi? 16. 5:6 Danieli. Nasema Belshaza kuna ujumbe aliona umeandika katika ukuta, mkono uliandika pale, na zile habari zenye aliziona pale zilimfadhaisha, japo hata alikuwa hajaelewa bado, lakini alisumbuka sana. Soma maandiko. 5 inasema saa hiyo ikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu. Huyo mfalme alikuwa anatumia vyombo vya hekalu
kufanya sherehe zake za kipagani, sawa? Kwa hivyo hapo tunaweza tukajifundisha kwamba vitu vya kanisa kama vya hekalu vinafaa kutumika kwa kazi takatifu. Tusitumie vibaya vitu vya kanisa, sawa? Ni vitu vyenye vimewekwa wakfu kwa ajili ya Bwana, sawa? Endelea maandiko. Ikaandika katika chokaa ya ukuta kwa nyuma ya enzi ya mfalme. Endelea. Mahali palipokabidhi kinara. Naye mfalme akaiona kitanga cha ule mkono uliandika. Ndipo uso wa mfalme ukabadilika. Gara zake zikafadhaisha. Viuno vyake vikalegea. Magoti yakagongana. Kwa hivyo alishikwa na uoga mkubwa sana. Endelea. Mfalme akalia kwa sauti kubwa. Akaamuru walete wachawi na wakandayo na wanajimu. Hata tulia pale. Tunagundua kwamba mfalme alifadhaika kwa sababu ya the handwriting on the wall. Sawa? Alifadhaika. Sasa utasoma kwa wakati wako kama unataka kuelewa zaidi nini kilifanyika pale. Kwa hivyo turudi Danieli 11 sasa. 44. Kuna jumbe zinatoka kaskazini na mashariki zitamfadhaisha mfalme, na baada ya pale ataenda kuharibu. Alafu baada ya pale 45 tunaambiwa he will plant his tabernacle with his palace between the seas and the glorious land. Alafu atafikia mwisho wake na hakuna mwenye atamsaidia. Alafu tunaambiwa wakati wa Mikaeli atasimama jemedari mkuu. Danieli 12 yake ni ya kwanza. Kwa hivyo hadi matukio yanayoelekeza kufunga kwa mlango wa rehema. Hao ni matukio yanayoelekeza historia ya dunia mwisho kabisa. Sawa? Sasa tunataka kuangalia ni jumbe gani zitamsumbua mfalme. Ni jumbe gani zitamsumbua mfalme? Kwanza nisaidie na kitabu kinaitwa Isaya 52 anza yake ni ya 7. Isaya 52 yake ni ya 7. Jumbe gani zitamtia mfalme huyu ghadhabu, zitamfanya mpaka afanye vita ama aharibu watu, afanye maangamizo makubwa duniani? Ni jumbe gani hizi? Isaya 52 yake ni ya 7. Inasemaje? Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima, miguu yake aletaye habari njema. Soma. Yeye aitangazaye amani. Aleta habari njema kwa mambo mema. Hapo kuna habari zinazozungumziwa. Analeta habari njema kwa ajili ya mambo mema. Yeye autangazaye wokovu. Yeye anayetangaza wokovu. Aiambie Sayuni. Mungu wako anamiliki. Soma. Hizi jumbe na ndio anatangaza. Soma maandiko tusikie. Sauti ya walinzi wa Sayuni. Soma. Wanapaza sauti zao. Wanaimba pamoja. Maana wataona jicho kwa jicho. Maana walinzi wataona jicho kwa jicho. Jinsi Bwana arejavyo Sayuni. Asante. Kwa hivyo habari zinazozungumzwa katika Isaya 52 zitatangazwa na watu wenye wanaitwa walinzi. Sawa? Na ni walinzi wa Sayuni, sio walinzi wa Marekani ama Vatican. Ni walinzi wa Sayuni, sawa? Ndio wanapeana jumbe, sawa? Wanapeana habari njema za ufalme. Na hizi habari njema za ufalme zitamfadhaisha mfalme wa kaskazini. Ataghadhabika. Msaidie na kitabu cha Warumi 10:14. Warumi 10:14. Ndio. Basi wamhitaji yeye wasiyemwamini. Wanamhitaji yeye wasiyemwamini. Tena wanamwaminiaje yeye wasiyemsikia? Watamsikiaje pasipo mhubiri? Soma. Tena wanahubiri aje? Wasipopelekwa. Sawa? Watumishi wa Mungu hawezi kuhubiri isipokuwa Mungu awapeleke. Soma. Kama ilivyoandikwa. Sasa
Paulo anakoti andiko la Isaya 52:7, sawa? Anasema kama ilivyoandikwa, soma. Inasema, lakini sisi wote walioitii. Nianzie pale kwenye ulikuwa umefika. Kama ilivyoandikwa hapo. So, nasema, tena wahubiriaje wasipopelekwa kama ilivyoandikwa. Vizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Vizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Lakini sisi wote walioitii. Sio wote walioitii ile habari njema, sawa? Kwa maana Isaya amesema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia hoja kwa neno la Kristo. Asante. Kwa hivyo kuna jumbe ama habari zinazozungumziwa hapo. Ukichukua Biblia yako ya Kiingereza itakwambia ama itatumia the word gospel, sawa? So the tidings zenye zitamsumbua mfalme wa kaskazini, habari zitamsumbua mfalme wa kaskazini ni habari za kuhusu uongo, habari za ufalme wa Mungu, sawa? The gospel of peace, the gospel message, sawa? Ndio itamsumbua mfalme wa kaskazini, wa kaskazini samahani. Na tunajua kwamba maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo 24 aya ya 14 ya kwamba, hebu nisaidie nayo andiko. Habari njema za ufalme zitahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda. Mathayo 24:14. Kuna habari njema zitahubiriwa lakini zitamfadhaisha mfalme wa kaskazini. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Asante, soma. Kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Asante, tulia. Danieli 11 inazungumzia wakati wa mwisho wa dunia ama mwanzo wa dunia. Mwisho, si ndio? Andiko la Mathayo linasema kuna habari njema za ufalme zitahubiriwa katika dunia yote kwa ushuhuda, ndipo mwisho ufike. Kwa mwisho kikaribia, nini kitakuwa kinahubiriwa katika dunia? Jumbe, sawa? Habari njema za ufalme wa Mungu. The gospel message zitakuwa zinahubiriwa. Kama tunaweza ita pia the everlasting gospel. Hebu niseme kitabu kinaitwa Ufunuo 14 some 6. Kuna habari zitakuwa zinahubiriwa kipindi cha mwisho. Azaleta dunia, zitafanya dunia iweze kufikia mwisho wake. Lakini habari hizi zitamsumbua mfalme wa kaskazini. Sasa ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 14:6 zamani inazitambua jumbe hizi, sawa? Nisaidie na hiyo andiko. Inasemaje? Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Ako na injili ya milele. Sawa, injili ya milele lazima ihubiriwe. Ni injili yenye haina kikomo, sawa? Everlasting gospel. Endelea. Hawahubiri hao wakao juu ya nchi. Habari hizi zinafikia kina nani? Wanaokaa juu ya dunia. Soma. Kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudeni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Tulia. Kwa hivyo jumbe zinaitwa ni jumbe za milele ama the everlasting gospel is the first, the second, the third angel message, sawa? Jumbe za malaika wangapi? Watatu, sawa? Watatu. Hapo kuna hukumu, kuna vitu mingi, hukumu, afya. Jumbe wa pili unasema Babylon is fallen. Watatu unasema usiingie katika ibada ya mnyama, the mark of the beast message, sawa? Hapo kuna jumbe nyingi katika wakati wa mwisho. Kuna jumbe nyingi zitahubiriwa wakati wa mwisho zenye ziko ndani ya jumbe malaika watatu, na zitamfadhaisha mfalme wa kaskazini, na akifadhaika ama akighadhabika
ataenda kufanya vita na wenye wanatoa jumbe hizi, sawa? Atawavamia wenye watakuwa na ubiri jumbe hizi zitamfadhaisha, everlasting gospel. Sasa nafikiri tunaweza kuelewa ni jumbe zenye zitahubiriwa kipindi cha mwisho ndio zitamfadhaisha mfalme katika Danieli 11:44. Sasa inabidi tuweze kuzigawanya, ama inabidi tuweze kuzitambua moja baada ya nyingine, maana tumeambiwa zinatoka wapi? Kaskazini na mashariki, sawa? Kwanza tuweze kuangalia kaskazini na mashariki kunatoka kitu gani? Sijui kitabu ndio Zakaria 8:13. Zakaria 8:13. Kaskazini na mashariki huko kunatoka nini? Zakaria 8:13. Some. Nasema kisha itakuwa kama vile mlivyokuwa laana katika mataifa. Sasa na kitabu kinaitwa Zakaria ama ni gapi? Ni Amos amani. Amos 8:13. Poleni sana. Amos 8:13. Yeah, Amos 8:13. So siku hiyo wanawake wazuri antia ni 11 ama ni gapi? 11. Inasema kaskazini na mashariki kunatoka nini? So angalia siku zinakuja asema Bwana Mungu. So ambapo Mungu ataleta njaa katika dunia hii ambayo tunakaa. Soma. Si njaa ya kukosa chakula. Anakuambia sio njaa ya kukosa chakula, endelea. Wala kiu ya kukosa maji. Soma. Bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya nani? Ya Mungu. Nao wanatangatanga toka bahari hadi bahari. Asante. Kwa hivyo watakosa neno la Mungu. Sikiza kwenye wanalifuata neno la Mungu. So watatangatanga toka bahari hata bahari. Natoka upande wa kaskazini. Najua mnaelewa. Bahari katika Biblia inasemea nini? Watu wengi, si ndio? Watatangatanga katikati ya watu kutafuta hizo habari za Mungu lakini wasizipate. Endelea. Alafu wataenda mpaka wapi? Kutoka upande wa kaskazini hadi upande wa mashariki. Watapiga mbio. Wakienda huku na huku. Nitafuta neno la Bwana wasilione. Asante. Kwa hivyo wanatafuta neno la Bwana. Wataenda kaskazini, waende mashariki, wanatafuta neno la Bwana wasilipate. Kwa hivyo kutoka kaskazini na kutoka mashariki linalotoka huko ni neno la nani? La Bwana, sawa? Neno la Bwana ndio linatoka kaskazini na mashariki. Na mashariki sasa tunazungumzia vitu vya kiroho, sawa? Hatuzungumzii little east and west. North and east, sawa? Yeah, it's spiritual thing. Kwa hivyo kuna jumbe zenye ziko katika Biblia ama neno la Mungu zimeunganishwa ama zimeunganishwa na upande wa kaskazini na zingine zimeunganishwa na upande wa wapi? Wa mashariki, sawa? Yeah, we have messages zimekuwa connected with the side of the east, sawa? Na zingine zimekuwa connected with the side of the north, sawa? Tuanze na za east. Jumbe ya kwanza imeunganishwa na upande wa east. Ni ujumbe wa kuhusu kurudi kwa Kristo mara ya ngapi? Ya pili, sawa? Nisaidie na Mathayo 24. Mathayo 24 nisaidie na aya yake ni ya 20 na ngapi? 28. Yeah. Mathayo 24 28. Inasema wakuwa popote rudi juu 27. Inasema kwa maana kama vile umeme udukavyo mashariki. Sasa anazungumzia kuhusu kuja kwa Kristo mara ya pili, sawa? Ama anzia 20 ngapi? 25. 25 nasema tazama nimekwisha kuonya mbele. Basi wakisema yuko jangwani. Sikiza. Kwa sababu Kristo alisema atarudi mara ya pili. Kipindi cha mwisho kuna watu wanakuja na madanganyo yao, sawa?
Sasa wanaweza kukwambia yuko wapi? Yuko jangwani, Usitoke. Yuko nyumbani. Usisadiki. Sasa anazungumzia kwenye Kristo atakuja mara ya pili. Ndio usidanganyike. Anasema kama vile umeme unapotoka upande wa mashariki hata upande wa hivyo ndivyo kuja kwake Mwana wa Adamu. Asante. Kwa hivyo tunaambiwa kama vile umeme unatokea upande wa mashariki na kuonekana hadi upande wa wapi? Huko ni wapi? West. Magharibi. Hivyo kutakavyokuwa kuja kwake nani? Mwana wa Adamu. Maanake Mwana wa Adamu atatokea upande wa mashariki. Upande wa mashariki. Lakini ataonekana dunia nzima, sawa? Kwa hivyo Yesu atatokea upande wa mashariki. Wakapo wanaamini hivyo. Wakapo wanaamini Yesu atatokea upande wa mashariki. Upande wenye jua linatokea, sawa? Huko ndo atatokea. Huko ndo atatokea kwanza. Hebu nisomee kitabu cha Ufunuo 16 na yake ya 12. 16:12 kitabu cha Ufunuo. 16:12. Yeah, so the first message yenye iko upande wa mashariki is the second coming message. Ujumbe wa kuja kwa Kristo mara ya ngapi? Ya pili. Hiyo ni ujumbe ya kwanza yenye itatoka upande wa kaskazini, upande wa mashariki, na itamfadhaisha mfalme wa kaskazini. Nikuulize swali. Mfalme wa kaskazini si anataka afanye hii dunia kuwa mahali pazuri, si ndio? Hivyo kuna venye anafikiria hii dunia itaisha. Ana hizo fikira, si ndio? Anataka kuifanya mahali pazuri watu waendelee kuishi. Kwa hivyo tukimwambia Kristo anakuja kuimaliza hii dunia, atafurahi. Haizi furahi, si ndio? Ataghadhabika. Sasa tunamharibia mipango yake. Haya, zaidi na hiyo andiko. 16:12 Ufunuo inasema. Soma. Na huyo wa sita atamimina kiasi chake juu ya mto Frati. Maji yake yatakauka. Ili yaitengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Wafalme wanaotoka katika mawio ya jua. Mawio ya jua ni kwenye jua linatokea, sawa? Yeah, so wanatokea upande wa yaani njia iweze kutengenezwa for the kings from the east waweze kukuja, sawa? Hapo inazungumzia kuhusu kuja kwa Kristo mara ya pili. The king of the east anayezungumziwa pale ni mfalme ama ni Kristo, sawa? Yeah. So hiyo andiko imetajwa hivyo ama imeandikwa hivyo. Wewe usaidike uweze kuelewa vizuri, unafaa uweze kusoma zamani. Usiweze kusoma historia ya zamani. Wakati ufalme wa Babeli ulipokuwa unaanguka, kuna mfalme alitoka upande wa mashariki akakuja kuangamiza Babylon, sawa? Alichofanya alikausha mto unaitwa mto gani ule? Mto gani unapitia Babylon? Frati. Alikuja akakausha maji ya mto Frati, akaingia akaangusha ufalme wa Babeli, sawa? Kwa wakati wa mwisho ufalme wa kaskazini utaanguka pia kwa sababu ukausha kwa maji ya mto Frati, sawa? Ya, lakini sio Frati halisia, sawa? Ni Frati, ni maji ya mto Frati ya kiroho, sawa? Maji yanasimamia watu wengi, si ndio? Maji ya Frati yalikuwa na support Babylon ya zamani, sawa? Kwa hivyo Babylon ya sasa hii kile kina support ndio kitasimamiwa na nini? Na maji hayo, sawa? Ambao ni watu wenye wana support Babylon, sawa? Wana support Vatican, in short waweze kuelewa rahisi. Kwa hivyo Yesu akikuja mara ya pili atatokea upande wa kaskazini, sawa? Sije kitabu kinaitwa Great Controversy. Great Controversy 641. Great Controversy 641 number 40.
Kitabu cha Great Controversy, Pambano Kuu, ukurasa wa 641. Ndio watafutie nini aya yake ama paragraph yake kama ni gapi? GC 641. Ni 640.3, sawa? 640.3. Anisome pale 640.3 Great Controversy. Yesu atatokea upande gani? Tunajua kwamba kitabu cha Ufunuo 14 kimesema atakuwa amepanda juu ya wingu, sawa? Lakini atatokea upande gani ndio aonekane katika hii dunia? Kuna quotation inasema Yesu akimaliza kazi yake katika hekalu la mbinguni atachukua nafasi yake katika wingu, sawa? Iko nafikiri ni SPM, Spalding and Magani Collection. Kurasa ndo nimesahau, lakini iko page 2 hapo on something. Inasema quotation inasema Yesu akimaliza kazi yake katika hekalu la mbinguni atakaa katika wingu, the cloud chariot, atakaa pale, alafu the seven plagues zitaanguka zikiendelea kuanguka, alafu baadaye ataanza kusafiri kutoka mahali patakatifu mpaka upande wa mashariki, mahali kwenye ataonekana mara ya kwanza, sawa? Sasa some hiyo Great Controversy 640.3 isome. Upesi kunaonekana wingu dogo jeusi mashariki. Wingu litaonekana upande wa mashariki. Soma. Ni wingu ambalo linamzunguka Mwokozi ambalo asante. Kwa hivyo Yesu ataonekana upande wa, hebu endelea kusoma. Watu wa Mungu wanajua ishara ya mwana wa Adamu. Watu wa Mungu wakiona hiyo ishara wanajua kwamba hii ni ishara ya mwana wa Adamu. Soma. Wanaitazama inapokaribia dunia izidi kuwa nyepesi na yenye utukufu zaidi. Mpaka liwe wingu kubwa jeupe. Msingi wake ni mtukufu kama moto ulao. Asante. Kwa hivyo nafikiri tumeelewa, Yesu akitokea anatokea upande wa mashariki, uko ndo watu watamuona mara ya kwanza, sawa? Hivyo hiyo ni jumbe yenye inasimama upande wa mashariki. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili nisidena kitabu kinaitwa Revelation 7 verse 1. Jumbe ya pili ambayo inatoka upande wa kaskazini, upande wa mashariki, samani. 7 verse 1 Revelation. Inasema baada ya hayo nikaiona malaika wanne. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizuia pepo nne za nchi. Upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Endelea. Tunajua kwamba hao malaika wanazuia uharibifu usifanyike duniani, sawa? Kama wanazuia mapigo 7 asianguke, sawa? Maana wakiachilia tu mapigo 7 yanaanguka. Soma maandiko. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Alikuwa na muhuri wa Mungu aliye hai. Akawapiga kelele kwa sauti. Malaika alipanda kutoka mawio ya jua, sawa? Anatoka east, anapigia kelele wale ambao, akawapiga kelele kwa sauti kuu
wale malaika wanne waliopewa mihuri nchi. Soma. Akisema msidhuru nchi wala bahari wala miti tutakapokwisha kuachia muhuri watume wa Mungu wetu vya vipaji vya nyuso zao. Asante, tulia. Kwa hivyo jumbe moja yenye inatoka upande wa mashariki inaitwa the sealing message, jumbe wa kutia muhuri watu wa Mungu, sawa? Hiyo ni jumbe kutoka mashariki. Na pia jumbe hiyo imefungamana, imeshikana na maangamizo ya dunia, the destruction of the world, wakati malaika atakapoachilia the 4 winds of strife katika Revelation 7. Kwa hivyo the sealing message is one of the messages zinatoka upande wa mashariki. Hii jumbe pia itamfadhaisha mfalme wa kaskazini. Sasa ningependa tuweze kusoma katika kitabu kinaitwa TM. Ama before TM, Ezekiel 9 verse 1 to 4. Ezekiel 9 verse 1 to 4. The sealing message iko Revelation 7, pia iko Ezekiel 9. So maandiko nasema kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie, kila mtu awe na kitu chake na kuangamiza mkononi mwake. Na tazama, watu sita wakaja wakitokea kwa lango la juu upande wa kaskazini. Wale tunatafuta quotation ni TM 444. Font TM 444. I think on 3. Hapo. Kwa hivyo tutafuta hiyo quotation anapoendelea kusoma. Kila mmoja na kitu chake cha kufundisha mkononi mwake. Na mtu mmoja kati yao amevaa bafta. Mtu mmoja kati yao alikuwa amevaa bafta. Naye ana kidao cha wino. Cha wino. Mwandishi kiunoni. Wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya saba. Soma. Na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu. Hata tulia pale, sawa? Mmoja alikuwa na bafta mkononi mwake, ama alikuwa na kitu cha kuandikia, an inkhorn, sawa? So this angel alikuwa apitie katikati ya mji. Hebu nisomea aya yake ni ya 5 nafikiri. Nasema nao wengine aliwaambia soma 4. Bwana akamwambia vita kati ya mji. Akamwambia yule mwenye alikuwa na kitu cha kuandika ama inkhorn, vita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, kati ya kanisa la Mungu. Soma. Ukatia alama katika vipaji vya nyuso vya watu. Ukatia alama katika vipaji vya nyuso za watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Asante. Kwa hivyo katika kanisa la Mungu kuna machukizo yanafanyika, sawa? Na kuna watu ambao wanalia na kuugua, they are sighing and crying kwa sababu ya shida ama machukizo yanayofanyika katika miongoni mwa watu wa Mungu. Kwa hivyo malaika anapita, anatia muhuri wao, sawa? Anatia muhuri wale ambao wanapiga kelele, sio kupiga kelele ile kama kusumbua watu, lakini kutoa maonyo kwa watu wa Mungu, waachane na dhambi, wafuate iliyo haki. Hao ndio wanatia muhuri, sawa? Hiyo anatia muhuri wao, alafu baada ya kutia muhuri wale wenye wanaangamizwa wanafuata nyuma. So the sealing message ama the sealing work ikiisha, kile kinafuata ni maangamizo. Na the sealing work inaisha wakati Mikaeli atakaposimama, sawa? Mikaeli akisimama, the sealing work is over. Malaika wote wanapeleka ripoti, and then after that nakuja maangamizo ya mapigo 7 na pigo 7. Kwa hivyo maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya 58:1 ya kwamba watu wa Mungu ama walinzi wa Mungu wanafaa wafanye nini? Wapige kelele wasiache, sawa?
Hebu nisome hiyo andiko. Isaya 58:1. Nasema, piga kelele. Piga kelele. Usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kwa hivyo kuna dhambi miongoni mwa watu wa Mungu. Walinzi wanafaa zikemee. Walinzi wanafaa waonye watu kuhusiana na shida ambayo inakuja kuipata dunia, ili watu waweze kuandaliwa. Mwisho ikifika, hakuna mtu anasema ati sikuambiwa, sikusikia. Hapana. Kwa ni wajibu wa walinzi waweze kupaza sauti zao, kisha kazi ya Mungu itasonga mbele. Na wale ambao wanafanya kazi ya Mungu watatiwa muhuri, kisha baadaye maangamizo yatafuata. Na wale ambao watapokea muda wa Mungu watakuwa wamelindwa kutokana na hatari. Sasa tusome kitabu cha TM 444.3. Ana amefika hapo. Ikiwa matukio kama haya yatakuja. Sasa anza mahali tunasema these winds are under control. Unaona earthquake, ya matetemeko ya nchi iko hapo kwenye huko tu. Matetemeko ya nchi, tempest, political strife. Anzia mahali tunasema John sees the elements of nature. Unaona? Kwenye umeanza tu. Hapo. Anzia sasa Yohana aliona. Yohana anaona mambo ya asili. Yohana aliona mambo ya asili. Tetemeko la dunia. Aliona matetemeko ya nchi, tufani na mizozo ya kisiasa. Ikiwakilishwa kuwa na kwa hivyo matetemeko ya nchi, tempest, ama nafikiri mesikia Kiswahili inasema vipi, na pia mizozo ya kisiasa, political strife, zimezuiliwa na malaika wanne. Sawa? Kwa hivyo shida zimezuiliwa zisifanyike duniani. Endelea. Pepo hizi zimethibitiwa. Paka Mungu awaambie malaika waachilie. Kuna usalama wa kanisa la Mungu. Hapa ndio kuna usalama wa kanisa la Mungu. Endelea. Malaika wa Mungu hufanya agizo lake. Kuzuia pepo za dunia. Pepo zisikume juu ya nchi. Endelea. Wala juu ya bahari. Juu ya mti wowote. Hata watumishi wa Mungu watie muhuri katika kufanya. Hata kazi ya kutia muhuri itakapoisha. Endelea. Malaika mwenye nguvu anaonekana akipanda kutoka mashariki. Kutoka mashariki? Anazungumzia Ufunuo 7. Au mashariki. Au mawio ya jua. Malaika huyu mwenye nguvu. Kuliko wote ana muhuri mkononi mwake. Akona muhuri mkononi mwake. Haya, tulia. Asante. Soma aya yake ni ya soma 445.1. Kwa anazungumzia Revelation 7. Sasa usikie anasemaje. Hata soma point 2 au 45.2. 2. TM 45.2. Kutiwa muhuri huku kwa watumishi wa Mungu ni sawa na kuonyeshwa kwa Ezekieli katika maono. Asante. Kwa kutiwa muhuri kwa Ufunuo 7 ni sawa sana maonyesho yalionyeshwa ama maono yalionyeshwa na pia anaitwa Ezekieli. Endelea. Yohana pia alikuwa shahidi kwa ufunuo huu wa kushangaza zaidi. Endelea. Aliona bahari na mawimbi yakinguruma. Na mioyo ya watu ikizimia kwa hofu. Aliona dunia ikitikisika na milima ikibebwa katikati ya bahari inayofanyika halisi. Maji yake yakivuma ikitikisika na milima ikitikisika kwa mafuriko yake. Shida duniani. Soma. Alionyeshwa mapigo, tauni, njaa na kifo wakitekeleza mtume wao wa kutisha. Asante. Kwa hivyo
Pia Yohana alionyeshwa matukio ya kutisha. Lakini tunaambiwa maono yenye alionyesha Yohana ni sawa sana maono yenye alionyeshwa nani? Ezekiel, sawa? So the vision of Ezekiel and John of Revelation 7 is one, sawa? So in short, Ufunuo 7 na Ezekiel 9 inazungumzia kitu kimoja. Nafikiri imeeleweka pale. Ni kazi ya kutia muhuri watu wa Mungu, na pia inazungumzia maangamizo yenye yatakuja baada ya malaika wale wanne kuziachilia pepo. Sawa? Kwa tunaishi kipindi ambacho sahihi kazi ya kutia muhuri wa watu wa Mungu inaendelea. Maana ilianzia tangia huko zamani 1848, sio? Inaendelea mpaka sahihi. Kwa hivyo tunajua kwamba tunaishi kipindi cha watu kutia muhuri. Kwa hivyo tujiandae vizuri, tufanye matengenezo vizuri ili tuweze kupokea the seal of God, ili wakati wa maangamizo tusiweze kuangamia na wenye dhambi. Kwa hivyo the seal message moja wapo ya jumbe zinatoka upande wa mashariki. Ni sawa? Sedena aliwriting 36. Aliwriting 36. Aliwriting 36. Aliwriting 36.2. Aliwriting. Malaika wanashikia vipo nne mpaka kazi ya Kristo katika hekalu la mbinguni iishe. Kwa hivyo ni jukumu letu kama watu wa Mungu, tunapojua kwamba kazi yenye ni kazi ya muhimu sana ya kutia muhuri watu wa Mungu inapozidi kuendelea, inabidi na wewe ujiandae vizuri, kwa malaika akifika kwako asikupite. Usitose ile alama. Unajua kwamba wakati Mungu alipokuwa anataka kuangamiza wakazi wa nchi ya Misri, aliagiza wana Israeli waweke alama juu ya mimo ya nyumba zao, sawa? Wapake kwa doorpost damu yenye ilikuwa inawakilisha damu ya Kristo, sawa? Na wakapaka, wale walipaka walipata ukombozi, wale walipuzia maagizo hayo waliangamia. Kwa hivyo hata na sisi kama utapokea muhuri wa Mungu utaangamizwa na maangamizo yenye yanakuja. Haijalishi wewe ni Mwisraeli au ni mtu wa dunia, usipoweka hiyo alama utaangamia. Unajua kwamba kuna Wamisri waliweka hiyo alama na wakaokoka. Hivyo hata mtu wa dunia kama atakubali kupokea muhuri wa Mungu na kubadilika, pia yeye ataokolewa. Israeli ukikataa utaangamia na wao. Ukisoma kitabu cha rewriting hiyo peji nimeisahau, lakini nasema lakini hapo 36 ukiendelea chini inasema wakati wa taabu ama wakati mapigo yatakapoachiliwa, kuna watu watakuwa wanalia kwa sauti kubwa. Sasa Ellen White aliuliza malaika wake mwenye alikuwa anamwatenda, akamuuliza wani akina nani? Akaambiwa hao ni wale ambao walikuwa wanatunza sabato na pia walikuwa wanahubiri kuhusu kuja kwa Kristo ya pili kwa nguvu, lakini wameachilia. Sawa? Waliachilia ujumbe huo na wakakanyaga sabato ya Mungu juu chini ya miguu yao. Hivyo basi wanalia kwa sauti kubwa, maana walikuwa wanaamini ujumbe huo lakini wameacha. Sawa? Hivyo watakuwa wanapata sauti zao kushinda hata wale wengine, waovu wengine. Lakini anasema alipoangalia nguo zao aliona kulikuwa kumeandikwa you have been weighed in the balances and you have been found wanting. Sawa, umepungua katika mizani na umeonekana umepungua. 36:2. Asante. Kwa hivyo kuna hiyo quotation mnaweza kuisoma mweze kuiangalia pale. Watu wa Mungu lazima washikilie imani na kushikilia ukweli, wasije wakaangamia ama wasije wakakiva ukweli na wakapokea mapigo sawa. Ni sawa? Hivyo tunaishi kipindi cha kutia muhuri. Kuna quotation nilikuwa nataka tusome lakini naona ni kama siwezi ipata kwa haraka. Lakini nasema shetani anafanya
watu wa Mungu kipindi cha kutia muhuri wasikuwe imara sawa, wasikuwe imara na wakapokea muhuri wa Mungu. Wanaofanya waweze kulegea katika imani wasipokee muhuri wa Mungu. Maana anajua wala ambao watapokea muhuri wa Mungu watakuwa wamelindwa kutokana na maangamizi. Anajua hilo shetani. Kwa hivyo hataki watu wa Mungu wapokee muhuri wa Mungu. Kwa hivyo analeta michezo kwa watu wa Mungu, wapuzie ujumbe, wapuzie matengenezo, wapuzie kweli za Mungu, wapuzie kufanya marekebisho katika tabia zao. Na hivyo kazi ya kutia muhuri itaisha wakiwa hawajapokea muhuri wa Mungu na wataangamia. Ningependa niweze kukomea pale kwa sababu ya muda. Kama kuna mtu ako na swali, anakaribishwa aweze kuniuliza, nyongeza, nakaribishwa. Naona muda huko upande wetu tuweze kumaliza ili tuweze kutawanyika. Kuna mtu ako na swali? Ongeza swali. The seed. Muhuri ni? Okay. Nasema? Muhuri nini? Muhuri nipenda tuweze kusoma hii quotation, itatusaidia. Inazungumza great controversy zamani. Last Day Events 2:19.4. Swali hiyo moja peke yake. Si ndivyo? Haya, Last Day Events 2:19.4. Itatupatia jibu kwa urahisi. Tusoma Kiingereza na pia mnaelewa. Just as soon as the people of God are sealed in their forehead. Wakati watu wa Mungu watakapotiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao, inasema it is not a seal or a mark that can be seen. Sio alama ama muhuri wenye unaonekana that can be seen, but a settling into the truth, both intellectual and spiritual, so that they cannot be moved. Lakini ile hali ya kutulia katika kweli kiakili na kiroho, ili wasiweze kufanya nini? Kuyumbishwa. Sawa? So sealing ile kutulia katika kweli kiroho na kiakili, ili usiweze kuyumbishwa. Hivyo naweza nikajibu. Maana watu wa Biblia wanasema muhuri ni sababu. Wanasema hivyo. Nisoma Ezekiel ndio tumesoma 9. Nisema wengine ni sababu. Wakasema sasa ni hapo Yerusalemu ili watu wakatobishwa. Wale ambao hawataki sababu. Yerusalemu ile kule ya Middle East. Kuna ndio wanasomanga Isaiah 65 wanasema kuna watu watafika 66. 66 kama 65. Wanasema kuna wakati utafika alafu waende wasipakuiwa wakati Mungu atatuma watu kushughulia watu watumwasidio sio kama hiyo. Alafu sasa masalia watatiwa muhuri watapelekwa Yerusalemu. Yerusalemu ile inafikana ile. Okay. Shida ya Davidians ni hawatumii mbinu nzuri ya kuinterpret Biblia. Yaani wana literalize vitu. Sawa? Hizo Jerusalem, Tiro, ikija wakati wa mwisho atuangalie literal things. Mazi eka in spiritual sense. Kwa mfano kusema Jerusalem, hata ukiwafuatilia sana wanaposema Jerusalem. Kwa mfano andiko la Ezekiel 19 linasema malaika apitie wapi? Jerusalem. Ukiuliza anapitia wapi, watakwambia kanisa. Wanasema usini kanisa ndio wanatiwa muhuri. Lakini ukiwafuata kwingine wanasema Jerusalem ni huko. Sasa unaona hapo straight. Wengine wanasema ni huko, wengine wanasema ni nini? Ni kanisa. So tunafaa tuende vizuri. Kama tunasema ni kanisa, tupeleke kanisa mpaka tumalize, tukinterpret.